Sasa ulikuwa ni mchezo mzuri wenye hadhi ya ligi kuu, mchezo ambao nadhani ulikuwa ni mchezo wa vipindi kwa kila timu. Azam FC ilikuwa na wakati bora sana kipindi cha kwanza. Achilia mbali kwamba dakika 10 za mwanzo hawakuanza vizuri sana, lakini walivyoanza kugain ile confidence, wakawa na mechi nzuri sana, wakawa na mikimbe mizuri sana, timu ikawa ina flow kuanzia eneo la nyuma kuelekea eneo la mbele. Hawajatumia vizuri nafasi kwenye kipindi cha kwanza. Pengine kipindi cha kwanza kilikuwa kinabeba hatima ya Azam kushinda mchezo. Idi Selman Nado kwenye wakati bora sana, Pascal Msindo upande wa kushoto walimuuliza maswali magumu sana Shomari Kapombe kwenye mchezo wa siku ya jana, hasa kipindi cha kwanza. Performance kubwa pia baadhi ya wachezaji eneo la katikati, Hems Akaminko kwenye wakati bora, yuko Faisal, yuko Imidi Mkami, walikuwa kwenye wakati bora sana. Kwenye eneo la ulinzi goalkeeper kama Aishi Salum Manula alitupa sababu ya sisi kuendelea kuamini kwamba kwa Tanzania bado tujapata goalkeeper ambaye anaweza kuvivaa viatu vya Aishi Manula moja kwa moja, kwa maana kumchukua zile gloves zake na kujita Tanzania Wine. Kwa hiyo ukitazama kwa haraka tunaona kipindi cha kwanza kilikuwa bora sana kwa Azam FC. Kipindi cha pili mimi naweza kusema Ibenge ndo aliyofanya Simba kurejea mchezoni. Aina ya mabadiliko ambayo aliyafanya kumtoa mtu kama Idi Selman Nado, sijajua changamoto iliyomfanya atoke, kwa sababu kwenye mpira unaweza ukatoka kwa changamoto mbalimbali. Pengine inawezekana ikawa au kuwa na mchezo mzuri, lakini yeye alikuwa na mchezo mzuri. Inawezekana pia na masuala ya kiafya na vitu vingine kama hivyo, lakini kiuhalisia Ibenge alivyofanya mabadiliko kumtoa Idi Selman Nado na kadi ya njano ambayo alipata Pascal Msindo ilipunguza makali hasa katika upande ule ambao walikuwa wanacheza pamoja, na kumpa nafasi pia Shomari Kapombe kuja kuongeza namba katika eneo la mbele. Tunafahamu Shomari ni mchezaji ambaye anapokwenda kwenye eneo la kushambulia anabadilika obvious na analeta hatari moja kwa moja. Kwa kipindi cha pili kikawa tena kipindi bora kwa upande wa kikosi cha Simba na mechi kamalizika sare. Simba kichukua kipindi cha pili, Azam akachukua kipindi cha kwanza. Ubora wa Kasali Tanja eneo la goalkeeper la Simba, lakini pia ubora wa Aishi Manula ukaifanya mechi kumalizika pasi na kushuhudia goli kwa maana ya suluhu dakika 90. Umezungumza swala zima la kutolewa kwa Idi Nado, lakini moja ya kauli ambayo alizungumza kocha wa Azam alisema kwamba sare ambayo waliipata jana ilikuwa imesababishwa na Suleiman Mwalimu, akisema kwamba Suleiman Mwalimu alisimama kama sehemu ya beki ya Azam. Hii kauli wewe kama mwandishi wa habari za michezo unaichukuliaje? Ni kauli ambayo ukijaribu kufuatilia pia performance ya Suleiman Mwalimu jana unaweza ukamuelewa Mwalimu Ibenge kile ambacho amekizungumza. Anamaanisha kwamba Suleiman Mwalimu hakuwa katika kiwango bora na kufanya vizuri, hasa kwenye dakika zile 10 za mwanzo ambazo nilikwambia Azam kipindi cha kwanza wakati anaanza mchezo walikuwa down sana. Umeelewa vizuri, alipata nafasi nzuri sana Suleiman Mwalimu kwenye position ambayo alikuwa anaweza kufanya zaidi yeye dhidi ya Aishi Manula, ile 1v1. Angeweza kuchop zaidi akafunga, ama angeweza kuchagua engo ya mbali kwa maana ya far post na akascore. Kwa hiyo alishindwa kutumia nafasi ambayo pengine ile nafasi ingebadilisha mchezo, lakini pia dakika 90 ambazo alicheza, dakika ambazo alizimalizia, hakuwa na wakati mzuri sana kwenye matendo yake ya mwisho. Alipata baadhi ya nafasi na alishindwa kuzitumia. Kiuhalisia kwenye mechi ya kariba kama hii, mechi ya dabi, Mzizima dabi, unahitaji ukipatikana nafasi basi uitumie. Kwa hiyo Suleiman Mwalimu ndo ambaye anategemewa. Ukiangalia kwenye benchi lao hakuna mchezaji ambaye anakuja kumreplace moja kwa moja kwenye ile position kama natural striker. Mbona vizuri, labda Mwalimu angemtumia Ino Loemba kama false number 9, ama mchezaji mwingine Anse Toura ambaye amemtumia mechi ya Pamba kurudi kama false number 9, lakini bado Suleiman Mwalimu amewaminya sana Simba. Ni kama alikuwa na wakaba, ndio maana hawajanufaika na kile ambacho alikuwa anakifanya jana. Hakuwa na wakati mzuri, hakuwa na performance nzuri. Ni mchezaji ambaye si daraja kubwa sana, anahitajika awepo mshambuliaji kiongozi, alafu Suleiman Mwalimu awe chini kama mshambuliaji wa pili ili ajifunze. Nakumbuka kipindi cha Yanga katika ubora, Fiston Kalala Mayele kama mshambuliaji kiongozi, nyuma yake alikuwa Clement Mzize. Umeona vizuri, Clement ndo akaanza kugain confidence, na hata alipoondoka Fiston Kalala Mayele, Clement alifunga goli 10+ kwenye msimu uliofuata. Kwa hiyo unaona kabisa moja kwa moja kwamba Suleiman Mwalimu anahitaji kuwa chaguo la pili, kwa maana apatikane mshambuliaji ambaye daraja lake ni kubwa kuliko la Suleiman Mwalimu. Nakumbuka kipindi cha nyuma Simba alikuwa na Medi Kagere, walikuwa na John Boko pamoja na Mugalu. Walikuwa katika wakati bora sana. Hata msimu uliopita ama msimu juzi hapa tuliona alikuwa na Teba na Mkwala. Umeelewa vizuri. Ukiangalia haupati tofauti mkubwa sana, lakini unapata ushindani. Kwa hiyo hii changamoto ya eneo la ushambuliaji la Simba imewaathiri. Kwa hiyo mimi naungana na Ibenge, aliwakaba sana jana. Alikuwa anaweza kumaliza ile mechi ya jana.
Kwa maelezo yako, unadhani kuna umuhimu mkubwa sana kwa Simba kuzidi kusajili hasa eneo la mbele? Ukiangalia eneo la mbele kwa muda mrefu limekuwa likipwaya. Kuna umuhimu wa Simba kusajili tena? No doubt Simba anahitajika kufanya usajili. Sio ni maisha marefu ya Jonathan Soa. Si kwa sababu ya kiwango chake, ana kiwango kikubwa sana. Changamoto ni nidhamu yake. Ni mchezaji ambaye unaweza ukampata kwenye mechi 3, 2 nyingine ukamkosa kwa sababu ya either red card, nidhamu na vitu vingine kama hivyo. Mbona vizuri eh? Kwa hiyo Simba kiuhalisia hata dirisha kubwa linapokwenda kufika, maana msimu ukimalizika, kati ya eneo ambalo anapaswa kusajili mchezaji ni eneo hilo. Hata wakifanya usajili wa washambuliaji wawili, sitoshangaa Simba wanalazimika kufanya usajili wa mshambuliaji. Nyuma ya washambuliaji kuna watu wengi sana ambao wanaweza ku create chances lakini hazitumiki vile ambavyo inatakikana. Kuna mtu kama Ino Liemba namba 8 mzuri, kuna Clatous Chota Chama, kuna mtu kama Anse Toura anaweza kutokea pembeni, Libase Gay pia ambaye anapaswa kuongeza umakini kwenye final touch yake, naye pia yuko pale. Kuna Elim Panzu, hawana changamoto kwenye ile eneo. Hata eneo la kiungo pengine labda kama wataongeza kiungo mwingine wa ulinzi mmoja kudumisha hilo eneo, lakini ukiangalia eneo la kiungo ukaja kwenye eneo la ulinzi lakini Rushain na wenzake Shomari Kapombe, huoni changamoto. Changamoto ya Simba moja kwa moja sasa hivi ni kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Kwa kwangu mimi nafikiri huo ndio utakuwa usajili wa nguvu ambao wataufanya pale ambapo msimu utakwenda kukamilika. Tukihamia kwa upande wa Azam, kumekuwa na mjadala mkubwa sana wakizungumza kwamba Azam imekuwa ni timu ambayo inawekeza nguvu sehemu moja, hasa kwenye hizi timu kubwa. Ukiangalia Azam, kiwango ambacho anakionyesha akiwa anacheza na Simba ni kiwango tofauti ambacho anakionyesha akiwa anacheza na Pamba Jiji, akiwa anacheza na Tanzania Prison, akiwa anacheza na Mbeya City. Hili lina ukweli ndani yake kwamba Azam amekuwa akiwekeza nguvu hasa kwenye vilabu vya juu hasa. Kabisa, inawezekana kwa sababu ukiangalia sare ya jana dhidi ya Simba ni sare ya 9 kwa Azam msimu huu. Yani imagine kwenye mechi ambazo hazijafika 20 tayari timu imepata sare kwenye mechi 9. Tafsiri yake ni kwamba kuna namna wana approach mechi tofauti. Mechi dhidi ya Simba wameondoka na alama 4 msimu huu. Mechi ya kwanza Yanga ameshapata sare. Kwa hiyo akishinda pia mechi inayofuata wataondoka na alama 4. Lakini haziwezi ku make sense kama utachukua alama nyingi dhidi ya hizi timu ambazo zinakwenda kuchukua ubingwa na ukaja kupoteza alama dhidi ya timu ya Kariba ya Pamba Jiji ambazo ni timu za daraja la kati hapa. Unaporosha alama dhidi ya timu kama Mbeya City ama KMC na nyingine. Mbona vizuri. Kwa nadhani nao pia kwenye namna ku approach hizi michezo wana hiyo changamoto. Ni kweli msimu huu kumekuwa na rekodi tofauti sana. Timu zinapoteza alama. Yanga ameshapoteza alama karibu nyingi kukaribia na alizopoteza msimu mzima uliopita. Mbona vizuri. Simba the same pia ameshapoteza alama nyingi pia ukilinganisha na msimu uliopita kwa idadi ya mechi. Kwa hiyo pamoja na kwamba timu hizi hazifanyi vizuri, lakini Azam wanapaswa kuboresha katika hilo eneo. Umeona Singida wametumua kocha na benchi la ufundi lao jana. Mara baada ya kufungwa na TRA United. Wanatumia nguvu kubwa kucheza na Simba, kucheza na Yanga. Inapokuja mechi dhidi ya timu ya Kariba yao wanafeli kuweza kukusanya alama. Hiyo ni changamoto kwa sababu tunapokwenda kwenye ligi ili timu ipatikane kwenye nafasi bora ama ubingwa zinaangaliwa alama bila kuangalia ulizipata dhidi ya timu gani. Kwa hiyo lazima waboreshe. Bengi aboreshe kwenye eneo ambavyo wanacheza mechi zake hasa za Kariba ya timu za daraja la kati ili kuweza kuwa mshindani. Huwezi kuwa mshindani kama unashinda mechi chache tu dhidi ya timu kubwa na zile mechi nyingine unazichukulia kawaida. Sawa, ukimzungumzia Ibenge ni kocha ambaye alikuja Azam tukiwa hasa mashabiki wakiwa na matarajio makubwa sana. Tukitegemea kutokana na sehemu ambazo amezifundisha timu imekuwa na mafanikio makubwa. Tukitaja kama AC Vita alifundisha akiwa na mafanikio makubwa, okay. Lakini amekuja kwa Azam tunashuhudia sare 9, lakini pia ukiangalia matokeo yake yamekuwa hayana muendelezo mzuri. Nyinyi kama waandishi ambao mmekuwa mkifuatilia soka kwa muda mrefu, mnadhani kuna umuhimu hasa wa Ibenge kujitathmini na kile kiwango ambacho anakionyesha akiwa anaifundisha Azam? Sitaki kusema kwamba Ibenge amefeli moja kwa moja kwa sababu ni msimu wa kwanza. Kama ni msimu wa kwanza ni kile ambacho anakionyesha hivi sasa kinatoa picha ambayo si nzuri sana, lakini hatujui makubaliano yao ya kimkataba na Azam ni yapi, kwa sababu unapokuwa unapata timu kama hii ambayo ina dream big, tafsiri yake ni kwamba inabidi itengenezewe misingi. Ukiangalia Ibenge kuna namna ambavyo pia anatoa nafasi kwa vijana wengi sana. Yule beki wa kati Nuru yule amekuwa na wakati bora. Jana aliingia mzee ni kutoka timu za vijana wote wale wameingia. Mbona vizuri wachezaji wengine wengi ambao wanapata nafasi kutoka timu za vijana. Ni kama anataka kutengeneza Azam nyingine mpya ya ushindani. Kwa hiyo kama Azam ameingia nao makubaliano, wanalazimika kumpa muda wa kuitengeneza timu ya ushindani. Hata kama ni kocha daraja gani, anahitaji muda. Mbona vizuri tunazungumzia Liverpool katika wakati bora mpaka kupata taji mara baada ya miaka mingi.
Jurgen Klopp wakati amemaliza Mainz 05 akaja Borussia Dortmund kabla ya kuja Liverpool, alipata mkataba wa miaka 3. Msimu wa kwanza kwa na wakati mzuri, msimu wa pili akaanza kugain na baadaye timu ikafanya vizuri. Wala vizuri. Kwa hiyo Ibenge nadhani wamuamini kwa sababu ukimtimua Ibenge kwenye soka la Afrika sijui tutataka kucheza daraja gani, kwa sababu Ibenge ni top coach kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo wampe muda, kama ni mkataba wao ni wa muda mrefu kwa maana miaka 3, wajaribu kuangalia improvement ya timu kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Azam wametimua sana makocha. Azam wamesajili sana makocha wengi, yaani ukipiga hesabu kuanzia mwaka 2014 walivyochukua ubingwa wa mwisho, ule ubingwa wao wa kwanza na wa mwisho, wametimua makocha wengi sana na ni makocha ambao wamekuwa na CV kubwa mno. Kwa hiyo sitaki kuamini kwenye hilo eneo, inabidi apewe nafasi Ibenge aitengeneze timu. Msimu huu simdai Ibenge chochote, lakini msimu unaofuata pengine ndio tunaweza kumjudge moja kwa moja mbinu zake zimeingia vipi kwenye timu. Msimu huu maintain nafasi ambayo ameipata, kwa sababu tunafahamu kwamba Azam ana maintain nafasi 3 za juu. Akipata nafasi ya 3, ya pili, ya kwanza sitamdai, lakini msimu ujao nadhani nategemea makubwa zaidi ya ambayo nayaona hivi sasa. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.